Kwa majina ni Juma Augustine na nitaanza na mambo ya Tanzania. Tanzania tumewaelewa. Watanzania mmejaribu sana. Lakini shida ya Tanzania imekuwa ni sheria yenu. Nchi yenu vile mliiunda kutoka mwanzo, hapo ndio kulikuwa na shida. Misingi ambayo mmemelea ama mliweka pale chini ndio imewakula mwishowe. Vijana hamwezi amka taka ya mwisho muende mcontest kitu ambayo mngesukuma mapema. Hii government opposition leader Tundu Lissu alikuwa anawaambia nendeni kwa barabara ama no reforms no election. Amkuwa mnaelewa alikuwa anamaanisha nini? Ama angetumia Kiswahili hiyo wakati. Amkuwa mnaelewa Tundu Lissu. Sasa saa hii ndio muelewe kwamba kutoka saa hii muunde sheria ya kwamba rais anawezaje pita na hata hamwezi contest, hata hamwezi peleka kwa koti. Hadi imeisha hivyo. Yaani hamuna Supreme Court. So kitu ambayo inafanyika pale ni inji yenyewe ndio iliunda msingi mbaya ama sheria yenye wanatumia ndio shida. Jambo la ODM kutoa rais. Kwa sasa ODM iko kwa wengi ama majority ya viongozi wa ODM wanasema wako broad based. Inamaanisha kuna mtu ambaye watampea kura. Sasa wao wakiwa broad based, wao ni watu wa serikali na serikali inaongozwa na William Samoei Ruto. Sasa huyo ndio president wao ambao watatoa. Hivyo ndio ODM imeamua. East Africa Gladys Wanga anasema wako broad based government. Hiyo inamaanisha nini? My friend, ukisema hivyo unamaanisha nini? You are not a secretary of ODM. Hata Sifuna ni individual, hata Sifuna ni individual. It's okay. So individual. Sasa hiyo chama iko sawa. Nyinyi mnataka tumsikie mambo mazuri kutoka kwenu. Hivyo ndio shida yenu. So nyinyi ni wazuri, mtatoa president. East Africa kusema East Africa itatoa haijawahi ama hitawahi toa one term president. Yuko hapa. Kuna finali inakuja kufanyika na mnajua finali ya 2027 unachezesha masenari peke yao. Kina Messi, Cristiano hao ndio watacheza pale. So 2027 ni finali na wakicheza na hiyo kikombe. So wakicheza na hiyo kikombe, Chelsea ni timu kubwa sana. So uwezi cheza na hiyo kikombe 2027 my friend. 2027 waje tuhakikishe kwamba tutakuwa na one term. Hii one term itakuja namna gani? Rais vitu ambazo amefanya zinachangia yeye kuenda nyumbani. Tarehe 20 amesaini hizo mambo na privatization. Saa hii ashaachilia hizo farms 11 zimeenda. Na kampuni zikishaenda ama hizo farms wakati zinaenda, kunakuwa na makosa moja inafanyika. Yule ambaye anaingia pale kama mwekezaji anakuja na kitu inaitwa redundancy. Redundancy anapunguza wafanyakazi. So kuna vijana wengi ambao wanaangukia nje, hawawezi pata chance za kufanya kazi because alikuwa kwa government, alikuwa kwa kazi, lakini kimetokea redundancy. Mimi nahitaji because ukichukua famu yoyote ile tax iko juu tayari, alafu uanze kulipia wafanyakazi pia, so inakuwa vigumu sana wewe kuendesha kazi yao. Lakini one term iko Kenya na ni rais wetu ambaye tutampea yake safi.